Katika kata ya Kashu wilaya ya Babati mkoani Manyara, ipo shule ya msingi Orngadida yenye wanafunzi 1008 ambayo kwa miaka kadhaa imekuwa ikikabiliwa na upungufu wa miundombinu ya madarasa, hali iliyoathiri mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji. Kabla ya maboresho, shule hiyo ilikuwa na vyumba 11 pekee vya madarasa vinavyotumika, idadi ambayo haikukidhi mahitaji ya wanafunzi waliokuwepo. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wanafunzi walilazimika kubanana katika darasa moja, huku wengine wakihudhuria masomo kwa zamu, ambapo kundi moja lilisoma asubuhi na jingine mchana. Kwa mfano, darasa la 5 lilikuwa na wanafunzi 119 wakisoma katika chumba kimoja, wakati ambapo darasa la 7 lilikuwa na wanafunzi 130 katika darasa moja. Aidha, wanafunzi wa darasa la awali, darasa la kwanza na la pili walikuwa wakisoma kwa zamu kutokana na uhaba wa vyumba vya madarasa. Tulikuwa wengi zaidi, hapo darasa lilikuwa dogo, hivyo tulikuwa tunabanana na kukosa sehemu nzuri za kukaa. Karibu katika safari ya shule ya msingi Orngadida iliyopo wilayani Babati mkoani Manyara katika maboresho ya mazingira ya elimu ambayo yameibua matumaini mapya kwa wanafunzi, walimu pamoja na wazazi. Ninayekuletea simulizi mimi naitwa Hosea Obed. Ungana nami katika simulizi hii. Ni Global TV kutoka hapa Babati Manyara. Mwajuma Galas, yeye ni mwalimu mkuu wa shule hii, anasema hali hiyo imekuwa ikiathiri mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji. Kwa sababu hapo mwanzo, kutokana na upungufu wa madarasa, kuna baadhi ya madarasa walikuwa wanasoma chumba kimoja pasipo kugawanya katika mikondo. Mfano, darasa la 7 wapo 130 na wote walikuwa kwenye chumba kimoja. Vile vile darasa la 5 wapo 119 na wenyewe pia walikuwa wanasoma kwenye chumba kimoja. Kwa hiyo tunaona ni namna gani walikuwa ni namna gani wapo katika msongamano. Kwa hivyo hata mwalimu katika swala zima la ufundishaji ilikuwa ni mgumu kutokana na kushindwa kumfikia mwanafunzi mmoja mmoja. Na pia wao wanafunzi wenyewe hata ule upokeaji katika swala zima la ujifunzaji ni mgumu pia. Mwanafunzi wa shule hiyo Raymond Sule anasema msongamano wa wanafunzi darasani umekuwa ukifanya mazingira ya kujifunzia kuwa magumu. Kabla ya miundombinu kutujengea, tulikuwa wengi zaidi, hapo darasa lilikuwa dogo, hivyo tulikuwa tunabanana na kukosa sehemu nzuri za kukaa. Mbali na changamoto ya madarasa, shule hiyo pia ilikuwa ikikabiliwa na upungufu mkubwa wa vyoo. Wanafunzi zaidi ya 1000 walikuwa wakitumia matundu 25 pekee ya vyoo, wakati mahitaji halisi ni matundu 45, pungufu ya matundu 20. Vyoo vimechakaa na visivyokidhi mahitaji ya wanafunzi, hali iliongeza msongamano na kuhatarisha afya za wanafunzi. Wanafunzi walikuwa wanaathirika sana. Vyoo vilikuwa ni vibovu sana, vinatoa harufu, maana ni vyoo vile vya siku nyingi. Lakini kwa sasa tunashukuru vyoo tumejengewa ni vizuri. Vyoo vilikopo vichache sana, milango ilikopo mibovu, vilichakaa. Walimu nao hawakuwa salama, kwani vyoo walivyokuwa wakivitumia vilikuwa vimeharibika na wakati mwingine kuruhusu wadudu hatari kuingia, ikiwemo nyoka pamoja na nge. Kwa kweli mwanzoni tulikuwa tunapitia adha kubwa sana. Chooni kule vile vyoo ni vile vya siku nyingi, vimejengwa kwa miti, matundu liko moja, walimu tupo walimu 20 lakini tundu liko moja. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweka foleni kuingia kule chooni. Kule walikuwa wanaingia wadudu hatari kama nyoka. Nyoka wale walikuwa wanajibanza huko pembezoni kwenye mashimo. Hata mwisho wa siku wakati mwingine mtu ulikuwa ukiingia unakutana naye huyu. Kwa hiyo dhahiri kwamba ilikuwa inahatarisha maisha yetu. Lakini leo simulizi hiyo inaanza kubadilika. Kupitia ushirikiano wa shirika la So They Can na ubalozi wa Japani nchini Tanzania, shule hiyo imepata vyumba 3 vya madarasa, vyoo vya kisasa vya wavulana na wasichana, choo maalum kwa wanafunzi wenye ulemavu, sehemu ya kunawia mikono pamoja na vyoo vya walimu.
Mkurugenzi wa shirika la Southern Roslyn Mariki anasema mradi huo uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 266 unalenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza fursa kwa watoto kupata elimu katika mazingira salama na bora zaidi. Mradi huu umegharimu jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 266,708,873, ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa, ujenzi wa vyoo vya wavulana matundu 11, choo cha walemavu, sehemu ya haja ndogo na sehemu ya kunawia mikono, ujenzi wa vyoo vya wasichana matundu 13, chumba maalum, choo cha walemavu na sehemu ya kunawia mikono, ujenzi wa vyoo vya walimu K na M na choo kimoja cha walemavu, ujenzi wa minara miwili ya kubeba matenki ya lita 5,000 kila moja za maji, ufadhili wa madawati 60 ya wanafunzi 20 katika kila darasa, na pia meza 3 na viti vitatu vya walimu kwa ajili ya kutumia kwenye haya madarasa. Shukrani zetu zinakwenda kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imeweka mazingira bora na rafiki ya kuruhusu uwekezaji na ushirikiano kati ya taasisi kama za kwetu na serikali. Tunapenda pia kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Japani kupitia ubalozi wa Japani nchini Tanzania kwa ajili ya mradi huu. Ninatumaini sana kwamba watoto hawa watasoma kwa bidii katika jengo hili jipya lililojengwa kwa msaada wa Japan na wawe daraja kati ya Japan na Tanzania. Walimu na wanafunzi wanaamini kuwa miundombinu hiyo itapunguza msongamano na kuongeza ufanisi wa ufundishaji na ujifunzaji. Tunazungumza na mwalimu wa shule hii, mwalimu Violet, ambaye yeye ananieleza manufaa ya mradi huu sasa kwa wanafunzi, lakini na kwao pia kwa walimu, namna gani ambavyo itakwenda kuwanufaisha. Karibu sana mwalimu, utueleze namna ambavyo kwanza mmeupokea mradi huu. Asante sana. Kwanza kabisa tumeweza kupokea mradi huu kwa mikono miwili kabisa. Tunashukuru kama walimu wa shule ya msingi Olungadida. Kiukweli tulikuwa katika mazingira magumu sana, majengo chakavu, lakini tunaishukuru serikali ya Japani kwa kuweza kutujengea madarasa na vyoo vizuri kama tunavyoviona. Walimu pia tumefurahi sana, maana tulikuwa tuna vyoo vibovu sana, lakini kwa sasa tutakuwa na vyoo vizuri. Vyote tulivyokuwa tunavitumia vilikuwa ni vibovu na chakavu, ila kwa sasa tulivyoletea vyoo vipya tunafurahia na tunashukuru kwa kutuletea vyoo vipya. Nao wazazi wameeleza kuwa maboresho hayo ni hatua muhimu katika kuhakikisha watoto wao wanapata elimu bora katika mazingira yanayowalinda kiafya na kuwajengea ari ya kujifunza. Tunawashukuru sana wafadhili kutoka Japani, pia watoto wetu waliojengewa madarasa, msome kwa bidii. Mshukuru Dr. Samia Suluhu Hassani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika yale mambo aliyokuwa ameahidi, tukiahidi wote wakati wa uchaguzi, wakati tukinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, tumeshaanza kuyatekeleza na baadhi ya mengine ameshaanza kuyatekeleza. Akizungumza wakati wa kukabidhi mradi huo, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Babati Vijijini Daniel Silo pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Babati wameipongeza serikali ya Japan pamoja na shirika la Southern kwa kuendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania katika kuimarisha sekta ya elimu. Ushirikiano wa Tanzania na Japani wa muda mrefu, na yuko miradi mingi iliyotekelezwa. Zamani mnakumbuka alikuwa na mradi wa Konoike wa barabara zetu zilizojengwa na miradi mingine mingi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ushirikiano wetu ni wa muda mrefu, ndio maana tumeshuhudia hata hapa katika kijiji cha Olungadida wametujengea madarasa mazuri, wametujengea matundu ya vyoo na mambo mengine mengi wameyafanya. Tunawashukuru sana, asanteni sana watu wa Japani. Mmeweza kufika Babati wilaya, basi tunaomba pia mfike Kiteto na Simanjiro. Huko nako pia tuna haja sana ya kuboresha madarasa, kujenga mabweni
Basi mtusaidie kwenye hilo kwa kuunga mkono juhudi za serikali yetu hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Wadau ni watu muhimu sana katika maendeleo ya wananchi wetu wa Tanzania, kwa kuwa tuna mahitaji mengi katika shule nyingi, lakini na taasisi nyingine za serikali, na ukiangalia serikali peke yake haiwezi kukidhi mahitaji ya tulionayo. Kwa hiyo wadau wamekuwa wakitusupport sana katika kutekeleza miradi mbalimbali, ujenzi wa madarasa, mabweni, matundu ya vyoo, dispensary, yani vituo vya afya. Kwa kweli wametusaidia sana wadau mbalimbali katika halmashauri ya wilaya ya Babati. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, shule hiyo pia bado inahitaji madarasa zaidi, ukarabati wa baadhi ya majengo yaliyopo pamoja na jengo la utawala, kwani walimu bado wanalazimika kutumia chumba cha darasa kama ofisi. La kubomolewa madarasa mapya na ujenzi wa jengo la utawala. Hilo hasa ndio kiu yetu, ili sisi walimu tutoke kwenye lile darasa linalotumiwa la wanafunzi tuingie kwenye ofisi, jengo la utawala. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Babati Bi Ana Mbogo anasema serikali itaendelea kutekeleza mipango na kuboresha miundombinu ya elimu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora ya kujifunzia. Sasa tueleze kwa kifupi sana malengo ya serikali. Malengo ya serikali hasa katika mwaka 2028 Januari, tunatarajia kwanza watoto wale ambao watakamaliza mwaka 2027 watakaomaliza darasa la 7 na wale watakao kuwa la 6 wote wataingia sekondari. Kwa hiyo tutakuwa na uhitaji mkubwa sana wa madarasa. Kwa hiyo ndio maana tumeanza kujipanga kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali, lakini hata kwa kutumia mapato yetu ya ndani kuanza kujipanga na ujenzi wa madarasa kwa ajili yao watoto ambao tunatarajia wataingia Januari 2028. Kwa malengo ya serikali ni mazuri, sera za serikali, lakini sera za elimu tunatekeleza na mabadiliko mbalimbali. Kwa pale yanapotokea, basi na sisi tunajipanga kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale yanayotakiwa kutekelezwa katika kipindi husika. Wazazi hawa wanaishukuru serikali ya Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuweka mazingira bora kwa wawekezaji kuwekeza nchini Tanzania na kuboresha sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu. Tunasema ni asante kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sisi bila yeye kutuletea wawekezaji tusingeweza kuonana na balozi wa Japan, tusingeweza kuonana na wafadhili hawa, lakini kutokana na yeye aliwapokea na yeye akawaelekeza Babati vijijini. Mheshimiwa mbunge Daniel Silo amewapokea akatuletea kata yetu ya Kashi. Sio mradi huu tu unatekelezwa. Pale Samasi wanajenga vyoo, wanajenga madarasa, pale Endadosh kuna madarasa yanayokarabatiwa. Kutoka kwenye msongamano madarasa na uhaba wa vyoo hadi kwenye mazingira mapya yanayotoa matumaini ya elimu bora. Hii ndio simulizi ya shule ya msingi Orngadida, ambapo uwekezaji katika miundombinu unaendelea kufungua ukurasa mpya wa safari ya watoto kuelekea ndoto zao. Hapa ndo shule ya msingi Orngadida, na madarasa ambayo unayaona nyuma yangu yanakwenda kuwa suluhisho la changamoto ya mwanzo ambayo wanafunzi na walimu walikuwa wakiipitia. Mimi naitwa Hosea kutoka hapa katika shule ya msingi Orngadida. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.